Kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni, tumaini la wokovu kwa waamini. Kuna matukio katika historia ya wokovu ambayo yanatukumbusha kuwa ahadi za Mungu ni za kweli na kwamba maisha ya mwanadamu hayaishii hapa duniani. Moja ya matukio hayo ni kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni, sikukuu inayoadhimishwa kwa furaha kubwa na Kanisa Katoliki duniani kote. Sikukuu hii si ya kumheshimu mama wa Yesu, bali pia ni kutukumbusha tumaini ambalo Mungu ameweka mbele ya kila Mkristo, tumaini la uzima wa milele. Karibu mpendwa katika kipindi chako cha Nuru ya Imani. Leo tunatafakari maana ya kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni, umuhimu wake katika maisha ya Mkristo na kwa nini kanisa linaadhimisha sikukuu hii kwa heshima kubwa. Hii ni The Alternative Voice na mimi ni Christine Ayeko. Katika sehemu ya kwanza tuweze kuelewa kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni ni nini. Kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni ni fundisho la Kanisa Katoliki linaloamini kwamba baada ya kumaliza maisha yake hapa duniani, Bikira Maria alichukuliwa mbinguni akiwa na mwili na roho yake kwa utukufu wa Mungu. Tofauti ya Yesu Kristo aliyepaa mbinguni kwa uwezo wake wa kimungu, Maria alipalizwa na Mungu kwa neema yake. Ndio maana tunasema Yesu alipaa, lakini Maria alipalizwa. Kanisa linaona tukio hili kuwa ishara ya ushindi wa Mungu dhidi ya dhambi na kifo, na pia mwanzo wa utimilifu wa ahadi ambayo waamini wote wanaitarajia siku moja. Mwaka wa 1950 ama 1950, Papa Pius wa 12 alitangaza rasmi fundisho hili kuwa mafundisho ya lazima ya kanisa kupitia tamko Munificentissimus Deus. Hata hivyo, imani hiyo imekuwepo katika mapokeo ya kanisa kwa karne nyingi kabla ya tamko hilo. Katika sehemu ya pili tuweze kuelewa kwa nini Bikira Maria alipalizwa. Kanisa linaamini kwamba Maria alipata neema ya pekee kutoka kwa Mungu kwa sababu alichaguliwa kuwa mama wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika maisha yake yote alimtii Mungu kwa unyenyekevu, alidumu mwaminifu hata wakati wa mateso ya mwana wake, aliishi maisha ya utakatifu na utii kwa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ya nafasi yake ya kipekee katika historia ya wokovu, kanisa linaamini kuwa Mungu hakuruhusu mwili wake uone uharibifu wa kaburi, bali alimuingiza katika utukufu wa mbinguni. Hili ni tendo la neema ya Mungu, si kwa sababu Maria alikuwa na nguvu zake mwenyewe, bali kwa sababu Mungu alimtendea makuu. Katika sehemu ya tatu tuweze kuelewa maana ya sikukuu hii kwa Wakatoliki. Kwa Wakatoliki, sikukuu ya kupalizwa kwa Bikira Maria ina maana kubwa sana. Kwanza ni ishara ya tumaini. Maria ametutangulia katika utukufu ambao sisi pia tunauahidiwa ikiwa tutadumu waaminifu wa Kristo. Pili, inatukumbusha thamani ya mwili wetu. Kanisa linatufundisha kwamba mwili wa mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndio maana tunapaswa kuuheshimu na kuutumia kwa utakatifu. Tatu, Maria ni mfano wa utii. Alisema, mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa utii wake akawa mfano wa kuigwa na waamini wote. 4, Maria anaendelea kutuombea. Kama mama wa kanisa, Wakatoliki humuomba atuombee kwa mwana wake Yesu Kristo, huku wakitambua kwamba Yesu ndiye Mwokozi na mpatanishi mkuu. Katika sehemu ya 4 tuweze kuelewa sikukuu hii huadhimishwa lini. Katika kalenda ya Kanisa Katoliki, sikukuu ya kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 Agosti. Ni sherehe kuu ama solemnity, mojawapo ya sherehe muhimu zaidi zinazomhusu Bikira Maria. Katika nchi nyingi, waamini hushiriki misa takatifu, maandamano ya sala, nyimbo za sifa na matendo ya shukrani kwa Mungu kwa zawadi ya maisha na ushuhuda wa Bikira Maria. Katika kalenda ya liturujia, sikukuu hii huangukia kipindi cha wakati wa kawaida ama ordinary time, lakini hadhi yake ya sherehe kuu inaifanya iwe siku ya furaha na maadhimisho makubwa ndani ya kanisa. Hitimisho. Mpendwa, kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni si hadithi ya zamani, bali ni ujumbe wa matumaini kwa kila Mkristo. Kinatukumbusha kwamba maisha ya uaminifu kwa Mungu yana mwisho wenye utukufu. Kama Maria alivyomwamini Mungu katika kila hatua ya maisha yake, nasi tunaalikwa kuishi kwa imani, utii na matumaini, tukijua kwamba Mungu hutimiza ahadi zake.
Maria anatufundisha kwamba njia ya kwenda mbinguni inaanza kwa kusema ndiyo kwa mapenzi ya Mungu kila siku. Sala ya kufunga. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa mfano wa Bikira Maria, mama wa Yesu na mama wa Kanisa. Utujalie kuiga unyenyekevu wake, utii wake na imani yake isiyotetereka. Kwa maombezi yake tuimarishe katika safari yetu ya imani, ili siku moja nasi tushiriki utukufu wa ufalme wako wa milele. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante kwa kuungana nami katika kipindi cha Nuru ya Imani. Kumbuka, kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni ni ishara kwamba Mungu huwainua wale wanaomtumaini na kubariki waaminifu wake. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kuishi kwa imani, matumaini na upendo. Mungu akubariki. Ili kupata mafunzo mengi ya Kikristo, usikose kusubscribe ama kufollow, like na comment. Hii ni The Alternative Voice na mimi ni Christine Ayeko.